Pamoja na kwamba nilikuwa nimezungumza kuhusu uhusiano wenu na serikali ambao ni mzuri sana, na wote tunafahamu vipaumbele katika vipaumbele vya serikali ambavyo ni vingi kwa kweli, na hapa nimetaja mfano mmoja wapo tu wa kujenga reli ya kisasa. Lakini afya, kwenye eneo la afya sisi kama bunge huwa tunafahamu, kwa sababu budget tunapitisha sisi, serikali hii inapitisha inaleta maombi ya fedha makubwa sana kwenye eneo la afya, na ninyi kama umati, kwa sababu mmejikita kwenye afya, mimi niwasihi sana muendelee kushirikiana na serikali kwenye eneo hili, kwa sababu kuna yale maeneo ambayo pengine zamani umati ingeweza kusema hakuna kituo cha afya, ingeweza kusema hakuna zahanati, sisi tunatakiwa kufanya jambo hili. Lakini kwa sasa pengine umati inachotakiwa kufanya ni kwenda tu kutoa elimu kwenye jamii, watu waende vituo vya afya, watu waende kwenye zahanati, kwa sababu zipo. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunatakiwa kuendelea kushirikiana kwa karibu kabisa na serikali, ili zile huduma ambazo ninyi mnazitoa, basi serikali isihangaike kuzitoa hizo, yenyewe itujengee miundombinu, nyinyi muendelee na kutoa huduma, ili watu wetu waendelee kupata huduma katika zahanati, lakini pia katika vituo vyetu vya afya. Nimeonyeshwa pale nje na nimeelezwa pia kwamba ninyi pia mnazo zahanati ambazo mnaendesha ninyi wenyewe. Ni jambo la kuwapongeza sana, kwa sababu sio kazi kuendesha zahanati na kutoa matibabu na kuwa na wataalamu na mambo kama hayo. Kwa hiyo ninawapongeza sana, lakini kwa namna ambavyo mnashirikiana na serikali, niwaombe muendelee kushirikiana na serikali. Yale maeneo ambayo serikali imeshapeleka huduma, basi angalieni namna ambavyo mnaweza kushirikiana nao, ili watu waache sasa kubaki nyumbani, wafuate huduma sehemu ambazo wanaweza kupewa huduma. Na kwa upande wetu sisi kama bunge, kama kuna namna yoyote ile ambayo pengine umati inaona inakwamishwa eneo fulani, amesema hapa mkurugenzi kuhusu hukumu iliyotoka hivi karibuni ya mahakama ya rufani. Sote tulikuwa tunaisubiri, lakini kila mtu alikuwa anaisubiri kwa sababu pengine tofauti, na hapa hata tukisimama kila mtu angesema pengine alikuwa anaisubiri kwa sababu tofauti. Na mimi niungane naye kwamba ni jambo jema kabisa la ambalo mahakama yetu imefanya, tunaipongeza. Tunafahamu mahakama ni kwa ajili ya kutoa haki, na ingeweza kusema vyovyote na bado tungeona ni sawa, kwa sababu wenzetu ndio tuliowapa hiyo kwa sasa hivi, wao ndio watoa maamuzi ya haki. Kwa hiyo atakachosema ndio hicho cha haki. Ila kwa sasa jambo hili linatufanya tufikiri sisi kama umati tunawezaje sasa kusaidia katika jamii, hasa vijana, maana nimeona umri wa wanachama ama watu wanaojitolea kufanya kazi umati ama kufanya shughuli za kuelimisha katika umati ni miaka 10. Kwa hiyo maana yake mnao mabinti wadogo, ama nimesoma vibaya mwenyekiti? Kwa hiyo 10 mpaka miaka 24. Maana yake wale ambao hukumu hii inawahusu wako hapa. Na sisi kama umati lazima tujipange vizuri namna ya kuona tunaitumiaje hii hukumu iliyotoka kupeleka elimu kule, kwa sababu hii hukumu haitaweza kuenda kichwani mwa mtu kama ambavyo watu wote tungependa. Watu wote tungependa hii hukumu ilipotoka tu, yaani watu miaka 18 ndio waanze kufikiri ndoa, lakini sote tunafahamu na ninyi mnatoa elimu, hata miaka 18 sio kwamba ndio yuko tayari kwa ajili ya ndoa. Hata miaka 18 bado ni mdogo sana kwanza kufikiri yeye kwanza kulea familia. Lakini tunaweza kuitazama kama kitu ambacho tunaweza kushangilia, ni sawa, lakini tunahitaji kutoa elimu zaidi ili vijana wajitambue kwenye umri mdogo ambao ninyi mnaanza nao. Wakishajitambua kwenye ule umri, basi ni rahisi kwao kufanya maamuzi sahihi, ili hata akifika 18 asiharakishe kama hana sababu. Kwa hivyo maana yake ukisema ndoa za utotoni, miaka 18 kimsingi bado ni mtoto, lakini tutavumiliana hapo kidogo. Lakini umati, mimi ni waombe, pamoja na hiyo kusema miaka 18, sisi tuendelee kuweka mkazo kwenye mafunzo kwa vijana wetu wa umri mdogo, ili vile akiwa mdogo akitambua
ni rahisi sana kufanya maamuzi yatakayomsaidia kwamba hata ile miaka 18 bado haimtoshi yeye kuweza kubeba familia. Ni afadhali afanye mambo mengine, familia itakuja tu. Na mimi nimpongeze sana ndugu yetu hapa ambaye amekuja na mtoto hapa, jambo zuri kabisa, tumpigie makofi. Lakini nayo taarifa kwamba viongozi wetu wa umati walionana na kamati yetu ya bunge, naamini mlipata fursa ya kujadili mambo mbalimbali na changamoto pia ambazo pengine mnazipitia, na naamini wao wataweza kuishauri vizuri serikali namna ya kwenda na hii taasisi, lakini pia hata kuboresha yale mambo ambayo pengine hayaendi vizuri na nyinyi mmeyaona. Kwa hiyo ninawapongeza kwa hiyo hatua na kwa kufikiri kwamba mnaweza kushirikiana na bunge pia. Lakini ipo namna nyingine pia ya kuendelea kushirikiana na wabunge. Kule bungeni kuna vyama mbalimbali vya watu, kuna vyama vya lishe, kuna vyama vya hiki. Kwa hata ninyi umati mnaweza kujipanga vizuri mkatafuta wabunge ambao wanaweza kuwa sehemu ya umati, kama ambao mna volunteers au wengine ama watu wa kujitolea, pengine watajitokeza wabunge ambao wanapenda kujitolea kuwa sehemu ya umati katika zile shughuli zenu ambazo mnazifanya. Kwa hiyo mnaweza kuwa karibu nao kwa namna hiyo. Na hapa mnaweza kuanza na mwenyekiti wa kamati ya bunge ya huduma za jamii, alafu wako wengine ambao sio wajumbe wa hiyo kamati lakini wanapenda shughuli za umati na wanapenda kuzungumzia mambo ya uzazi, wanapenda kuzungumza na vijana. Naweza pia mkapanua wigo kwa namna hiyo, kuwa na hili kundi la wabunge ili waweze pia kuleta mawazo yao na wakati mwingine kuchukua mawazo yenu na kuweza kuishauri serikali wanapopata fursa bungeni. Lakini jambo lingine ambalo nilitaka kulizungumzia ni kwamba ushirikiano kati ya bunge na umati ni muhimu, na ninyi kwa sababu nilishapata fursa ya kuonana na kamati, naamini mmeshakuwa na mawasiliano nao, mtaendeleza hilo jambo. Na hapa nimewasihi muendelee kushirikisha wabunge, na ikiwezekana pengine wabunge wengine watataka kuwa sehemu yenu. Lakini tuendelee kutoa elimu kwa vijana, niwasihi sana, ili pamoja na haya mengine tusianze sasa tumemaliza la ndoa za utotoni, tunaendeleza mimba za utotoni. Maana hivi ni vitu viwili tofauti, japokuwa kuna mahali huwa vinakutana. Ndoa za utotoni zinapelekea mimba za utotoni, lakini si mimba zote za utotoni zinazosababishwa na ndoa za utotoni. Si ndio jamani? Hivi kuna mahali vinakutana, lakini ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo sasa hivi isije ikawa tunaondokana na wimbo wa ndoa za utotoni alafu tunabaki na mimba za utotoni, kwa sababu tatizo tunalotaka kulishughulikia kimsingi ni lile. Kwa hiyo tunaweza kufanya maamuzi sahihi, lakini hao ndio tunaowategemea leo na baadaye pia. Nadhani nimezungumza mambo mengi sana. Baada ya kusema hayo, niendeleze na kuwashukuru viongozi wa umati kwa kuona kwamba wanaweza kuwa mgeni rasmi. Asanteni sana kwa heshima hii. Makofi tafadhali.